Mabibi na mabwana, hii ni Kwaresma na leo ni siku ya 14 miongoni mwa siku 40 za mafungo ya Kwaresma ya mwaka huu. Ninawakaribisha tena nyumbani mwa Bwana asubuhi ya leo. Mada yetu inayotuongoza katika Kwaresma hii ni kutoka misimu mpaka kusudi. Kutoka misimu mpaka kusudi. From seasons to reason. From seasons to reason. Na neno kuu linalotuongoza ni kutoka kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 3 mstari wa 1. Biblia inasema, kwa kila jambo kuna majira yake, na kwa wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Lakini pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 3 na mstari wa 19, Biblia inasema, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana. Mabibi na mabwana, tunamshukuru Mungu sana katika dhima yetu ya Kwaresma ya mwaka huu. Tunalo bango letu linaloonyesha maisha yetu yalivyo na misimu mbalimbali, lakini yamebeba kusudi. Na tunaangalia juu ya falsafa na theolojia ya maneno mawili, misimu na kusudi. Misimu na kusudi. Na katika mwendelezo wa somo letu tunaangalia juu ya misimu na kusudi katika maisha ya Ibrahim. Misimu na kusudi katika maisha ya Ibrahim. Abraham's season and reason. Abraham's reason and season. Na somo letu la leo ambalo tunamshukuru Mungu tunaendelea nalo ni propaganda nyeusi za familia, yani family black propaganda, familia ya Yakobo. Familia ya Yakobo au propaganda nyeusi katika familia ya Yakobo, katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 37 mstari wa 29 mpaka wa 36. Kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 37, 29 mpaka 36. Biblia inasema hivi: akarudi Reuben birikani, kumbe Yusufu hayumo katika birika, akararua nguo zake. Akarudi kwa ndugu zake akasema, mtoto hayuko, nami niende wapi? Wakaitwaa kanzu ya Yusufu, wakachinja mwanambuzi na kuichovya kanzu katika damu. Wakaenda nayo ile kanzu ndefu, wakamletea baba yao, wakasema, tumeiona hii, basi utambue kama kanzu hii ni ya mwanao ama sio. Akaitambua akasema, ndio kanzu ya mwanangu, mnyama mkali amemla, bila shaka Yusufu ameraruliwa. Yakobo akararua mavazi yake, akajivika gunia viunoni na kumlilia mwanawe siku nyingi. Wanawe wote na binti zake wote wakaondoka ili wamtulize, lakini akakataa kutulizwa. Akasema, la, nitamshukia mwanangu nikisikitika hata kuzimu. Baba yake akamlilia. Nao Wamidiani wakamuuza huko Misri kwa Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari. Na hili ndio neno la Mungu. Na tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba, katika jina la Yesu, na lihimidiwe na kubarikiwa jina lako takatifu. Katikati ya miungu ni nani Mungu aliye kwa mfano wako, mtenda miujiza, Baba wa milele na Mungu wa rehema? Asante kwa sababu unapenda kusema na kanisa lako siku zote. Baba yangu mpenzi, ninakusihi kama uishivyo na roho yako ikaavyo daima, upende tena kusema nasi asubuhi ya leo. Ulitume neno lako, nalo halitakurudia bure, lakini litatimiza na makusudi yake. Bariki kila mmoja aliyeko hapa na wale walioabudu nasi masafa ya mbali, mahali duniani kote. Wabariki watu wako, na sisi tunajiweka wakfu kwako, useme nasi. Baba,
saa imefika na sasa ipo, ulitukuze jina lako, umwadhimishe Roho Mtakatifu katikati yetu, na useme na mioyo yetu, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Wapendwa mabibi na mabwana, asubuhi ya leo ninapenda tena kuwakaribisha katika mada yetu maalum sana ambayo tumeendelea nayo, na tunaangalia juu ya msimu na kusudi. Na hapa tunaangalia propaganda nyeusi katika familia ya Yakobo. Propaganda nyeusi katika familia ya Yakobo, family black propaganda. Na tunazo hoja za kitheolojia na kifalsafa, yaani hoja za kitheolojia na kifalsafa zilizobeba maudhui na muktadha wa somo ambalo tumesoma asubuhi hii ya leo. Ni habari za watoto wa Yakobo. Hii story au Bible story ni Bible story ambayo tumejifunza tangu tukiwa Sunday school, na sina haja ya kufanya reflection, lakini ninazo hoja chache. Hoja ya kwanza, familia hii takatifu iliyokuwa na agano takatifu la kuzaa taifa takatifu la Israeli ilipitia changamoto kubwa ya propaganda nyeusi, yaani family black propaganda. Familia hii takatifu iliyokuwa na agano takatifu la kuzaa taifa takatifu la Israeli ilipitia changamoto kubwa ya propaganda nyeusi, yaani family propaganda. Na hii unaweza ukaiona hiyo familia takatifu, the whole family. Katika bango hili unaweza ukaona the whole family. Familia ya Yakobo ilikuwa ina watoto 12, na hapa ndipo palipopatikana makabila 12 ya taifa la Israeli. Baba yao Yakobo ni huyu aliyeko katikati, na huyu aliyevaa joho zuri jeupe ni Yusufu, na wale wengine ni ndugu zake kwa majina yao, ambayo ni familia ya wavulana 12 na wasichana kadhaa, akina Dina na wengine. Lakini kile ambacho nataka kuzungumza hapa asubuhi ya leo ni namna hii familia ni takatifu, imeahidiwa kuzaa taifa takatifu, lakini ilipitia kwenye changamoto ya propaganda nyeusi ya kifamilia, yaani family black propaganda. Na kile ambacho nataka kuzungumza hapa ni kwamba wivu na chuki na hasira, ghadhabu na tamaa viliwatawala mioyo watoto wa mzee Yakobo, na wakasimama kinyume cha Yusufu aliyebeba baraka za familia na dunia. Nitarudia tena: wivu, chuki, hasira, ghadhabu na tamaa vilitawala mioyo ya watoto wa mzee Yakobo, na wakasimama kinyume cha Yusufu aliyebeba baraka za familia na dunia. Na hapo ndipo ambako waliona umuhimu wa kutengeneza propaganda nyeusi. Hii unaweza ukaona hiyo chuki na huo wivu na hasira na ghadhabu na tamaa vilitawala mioyo ya watoto wa mzee Yakobo, na wakasimama kinyume cha Yusufu aliyebeba baraka za familia na baraka za dunia. Na hali kadhalika pia katika familia zetu zipo chuki, wivu, hasira, ghadhabu ambazo wakati mwingine zinaweza zikasimama kinyume cha yule mbeba riziki, mbeba maono, aliyebeba hatima ya familia. Wakati mwingine wapo wengi, na katika familia nyingi inaweza ikaonekana hivyo. Hoja ya pili naenda kwa haraka leo, kuna mahali nataka kwenda na kufika. Hoja ya pili, kitambaa cha damu ya mbuzi. Kitambaa cha damu ya mbuzi. Hii ndio propaganda nyeusi ya familia iliyovunja rekodi katika Biblia. Vijana hawa walichukua kanzu nyeupe ya Yusufu, wakaimwagia damu ya mbuzi na wakaipeleka kwa baba yao Yakobo. Vijana hawa, na hii ndio propaganda kweli.
vijana hawa walichukua kanzu nyeupe ya Yusufu, wakaimwagia damu, wakainyunyizia damu ya mbuzi na wakaipeleka kwa Yakobo baba yao. Unaweza ukaona hili bango hapa ili uone. Wamemuuza mtoto, wamekubaliana, wamemuuza Yusufu kwa Waishmaeli, kwa Waarabu, na ameuzwa, ameenda mpaka kwenye nyumba ya Potifa. Lakini hapa wanarudije kwenda kumwambia baba yao mtoto amepotelea wapi? Hii ndio propaganda nyeusi. Kama kuna jambo ambalo nazungumza la propaganda nyeusi, na nataka pia dunia inielewe, propaganda nyeusi ndio imesababisha dunia leo haina amani. Propaganda nyeusi ikitengenezwa, watu wanaaminishwa ndivyo sivyo. Na hapa watoto wa Yakobo wanatengeneza propaganda nyeusi ambayo ndiyo iliyovunja rekodi katika Biblia. Wakatukua mbuzi, wakachinja, wakachukua damu, wakaipaka kwenye zile nguo. Alafu wanabeba ile kanzu, wanampelekea baba yao, wanamwambia tambua kama ni Yusufu, kama ni nguo ya mwanao au la. Hapa wanaela, pale walipo wanaela. Hapo walipo wanaela, wamemuuza Yusufu, wana fedha mfukoni, wameshamuuza mdogo wao, wanaela, na wanabeba joho, wanabeba kanzu, wanampelekea Yakobo baba yao. Wapendwa, jambo hili lina maana kubwa sana. Watu wakiwa wana hela na mikono yao inatengeneza propaganda nyeusi zinazoweza kuleta maumivu, zinazoweza kuleta chuki, zinazoweza kuleta hasira, zinazoweza kuleta vinyongo, na vinazoweza kuondoa si tu amani ya familia, lakini pia amani ya dunia. Hii ndio mikono ya wadhalimu. Na propaganda nyeusi ikitengenezwa, nobody will understand. Hakuna mtu anaweza akajua kwamba kuna kikundi, kuna watu, kuna jamii ambayo imetengeneza na ina hela, imeshapewa hela, ina hela mkononi. Hawa wana hela, wamemuuza ndugu yao na wanatengeneza hiyo propaganda nyeusi, black propaganda. Wanampelekea baba yao kumwambia tambua kama Yusufu hii ni kanzu ya mwanao au la. Biblia inasema baba yao mzee Yakobo alivyoiona, aliamini wazi kuwa mwanawe Yusufu bila shaka ameraruliwa na simba mkali na amekufa. Yaani katika hiyo family black propaganda, aliamini ya kwamba mtoto wake ameuawa. Ni kuaminishwa, na you must believe, no way utaaminishwa katika propaganda nyeusi. Ikitengenezwa vizuri, lazima uaminishwe na uamini. Na baba yake aliamini na kufanya conclusion, kuhitimisha mwenyewe, akasema Yusufu mwanangu ameraruliwa bila shaka na mnyama mkali. Baba yake anaona, mzee Yakobo alivyoiona, aliamini wazi kuwa mwanawe Yusufu bila shaka ameraruliwa na simba mkali na amekufa. Na anaona mpaka kwenye mdomo wa simba kulivyo na damu ya Yusufu na simba mwenyewe. Yakobo anamuona, anafanya reflection kwa sababu ya black propaganda. Black propaganda. Na hii ndio shida ya dunia tunayoishi leo. Hii ndio shida ya dunia. Hii black propaganda haipo tu kwenye familia, ipo kwenye jamii, ipo kwenye nchi na nchi nyingi duniani. Na hasa kipindi hiki ambacho tunaishi na tunavyosikia milipuko mikubwa mbalimbali duniani na vita vinavyoendelea duniani, ni propaganda nyeusi. Na Yakobo analia, anaiangalia kanzu ya mtoto wake, anaona, anafanya na reflection, anaona na simba ambaye amemrarua mtoto wake. Hii ndio shida kubwa ambayo tunayo katikati ya jamii. Na Yakobo alipata trauma na sonona na alilia mno kwa muda mrefu. Yakobo alikuwa na msiba wa propaganda nyeusi za familia, yaani family black propaganda. Yakobo alipata trauma na sonona na alilia mno kwa muda mrefu.
alikuwa na msiba wa propaganda nyeusi za familia. Alikuwa na msiba, narudia tena, alikuwa na msiba mkubwa wa propaganda nyeusi za familia. Alikuwa na msiba, kilio cha muda mrefu, maumivu ya muda mrefu, machozi ya muda mrefu, na magonjwa yanayosababishwa na trauma na sonona, msongo mkubwa wa mawazo. Yakobo alilia, na kinachomliza ni propaganda nyeusi imetengenezwa kwenye familia. Propaganda nyeusi iliyotengenezwa kwenye familia. Na mimi hapa nataka kuuliza swali. Kama unavyoona analia kwa muda mrefu na watoto wake wanamwangalia, waliotengeneza propaganda, walio na hela, wamemuuza Yusufu kwa hela, na hela wanazo, na wanamuona baba yao anavyolia, na ni baba yao mzazi. Lakini achana na hela, hawana huruma, kwa sababu hela hazikutangulia hela, zilitangulia chuki, ghadhabu, hasira, wivu na chuki ya nafasi. Ndicho ambacho kilitangulia, alafu ikafuata fedha baadaye. Kwa hiyo pale wanamwangalia baba yao anavyolia kwa muda mrefu, na wenyewe wamekaa hapo pembeni, hata hawaangalii. Sijui yule pale ni Gadi, yule mwingine pale Yuda. Hawana huo mpango, lia mpaka machozi yaishe. We are here, tunakuangalia. That is family. Na hii nataka kusema ni familia takatifu. Sasa sijaje hizi familia zenye mizimu. Hii ni familia takatifu ambayo ina ahadi na agano, ina madhabahu ya Ibrahimu, ina sadaka ya Ibrahimu ya Isaka, ina sadaka ya Isaka ya mlima Moria, ina kiapo cha Mungu. Mungu alisema, kwa kuwa hukunizuilia mwanao wa pekee, nimeapa kwa nafsi yangu Ibrahimu, kukubariki nitakubariki na nitaufanya uzao wako. Hawa ni wajukuu wa Ibrahimu. Sasa sijaelewa hiyo familia yenu ambayo ina mizimu ya mbege, ina mizimu ya ulanzi, ina mizimu ya ugoro. Sijaelewa mna hali gani? Yaani nikikuangalia hivi ulivyokaa hapo kwenye kiti, sijui una hali gani. Yaani I don't know. Amjambo kwenye familia yenu ninyi, amjambo? Hii ni holy family. Hii ni familia takatifu. How about your family? How about you? Propaganda nyeusi imekufikisha wapi kwenye familia ya kwako? Mabibi na mabwana, nataka kujua tu ni msiba upi ulio nao moyoni na maishani mwako kutokana na propaganda nyeusi za familia. Ni msiba upi ulio nao moyoni? Uchungu upi? Msiba upi? Maombolezo yapi? Majeraha yapi? Huzuni ipi ulionayo katika maisha yako kutokana na propaganda nyeusi za familia? Majeraha gani ulio nayo? Lakini hapa ninataka nikuhakikishie kwamba kuna misiba mingi. Watu wengi wana misiba mikubwa sana na wana maumivu makali. Nataka nikuonyeshe namna ambavyo watu wengi wana maumivu makubwa moyoni kwa sababu ya propaganda nyeusi ambazo zimetokea katika maisha yao. Watu wana maumivu makubwa, wana mambo ambayo wamewahi kutendewa yanauma, yameacha maumivu makubwa sana katika mioyo yao. Wana mahangaiko makubwa na majeraha ya moto yaliyoko katika, kuna majeraha lakini lile ni jeraha la moto. Na sijui nikizungumza jeraha la moto kama unanielewa, lile ni jeraha la moto linalobaki ndani ya watu au ndani ya mtu anapopitia kwenye black propaganda. Na Yakobo pia alipata jeraha la moto. Mtoto wake wa pekee hayupo, lakini waliotengeneza propaganda they know, na ni wengi, hawakusema chochote. Ni kikundi cha watu na hawakusema chochote, walinyamaza pale. Ninakumbuka dada mmoja ambaye nilikutana naye kwenye huduma yangu ya kichungaji.
na akanieleza mapito ambayo alipitia. Ananieleza akiwa mama mtu mzima sasa, kwa ni mama mtu mzima, na tulikutana kwenye makongamano makubwa, hata sikumbuki ni nchi gani ambako tulikutana, lakini alinieleza kwa kina namna ambavyo akiwa binti alipata neema ya kufanya kazi katika balozi mojawapo za Ulaya. Kwa hiyo alikuwa pale na siku zote alitamani sana afanye kazi na kuhamia Marekani. That time alikuwa ni mama wa watoto watatu, na watoto ni wadogo, walikuwa ni watoto wadogo watatu, lakini alikuwa na jitihada kubwa. Ni mtu ambaye alikuwa na vision na alikuwa anafikiri kuna mahali ambako anaenda kiakili, kiroho, kiuchumi, kifedha. Sasa akawa na contract ambaye hawezi kuacha ahamie Marekani ambako alikuwa anataka kwenda, lakini akaona simply amtangulize mume wake. Kwa hiyo akajitahidi, akatumia savings zake alizokuwa nazo, akauza baadhi ya viwanja kwenye maeneo ambayo ni prime area, akamsaidia mume wake kwenda kusoma kwa masters program, na akalipa yeye mwenyewe, na ana watoto watatu ambao wamebaki nao hapa, anawapeleka shule. Miaka mitatu iliisha akiwa na service maisha ya mume wake huko nje, na huko akiwa anahangaika. Kwa bahati nzuri akapata nafasi ya safari ya kwenda Geneva kwenye kikao kulingana na kazi aliyokuwa anafanya. Na alipokuwa kule kwenye kikao, kwa bahati nzuri akakutana na watu ambao walikuwa wanatoka kwenye state ambayo mume wake anaishi. Kile alichokifanya ni kufanya connection. Yule mwanaume akapata kazi kwenye kampuni moja kubwa sana ya kifamilia. Yaani ni kampuni kubwa sana. Kwa hiyo akamsaidia akapata kazi kule baada ya kumaliza. Lakini pia ile kampuni ikamsaidia kupata vibali vya kufanya kazi. Aliyefanya hiyo connection ni yule dada. Na yeye akarudia kutoka Geneva alikokwenda kwenye kikao, akarudi kwenye nchi yake. Nisitamke nchi hiyo ni wapi. Akarudi kwenye nchi yake, akaendelea na majukumu. Siku hizi nafuatiliwa sana. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Na napata shida. Kuna kitu kibaya kama kuwa maarufu ni shida. Maanake kila neno linakuwa ni habari. Lakini aliporejea kwenye nchi yake, akaendelea na maisha yake, na huko anasomesha watoto, na yule mwanaume kule amepata kazi. Sasa baadaye akapata nafasi, akapata green card. Huo unaenda mwaka wa 5, akapata green card, akapata uwezo wa kusafiri. Kwa hiyo akawa amerejea nchini, na yule dada kwa maisha yake ameinvest a lot. Akaenda akampokea airport. Ni baba watoto amekuja na vitoto amevipeleka pale, lakini alikuwa anamuuliza siku zote, mbona mimi sioni ukiniletea matumizi ya shule ya watoto, na mimi nimekutafutia kazi na I know kwamba unalipwa. Lakini yule bwana propaganda nyeusi. Alipofika airport alishangaa. Alikuta mama yake mzazi yule kijana, amekuta dada zake, amekuta paka mashangazi zake kutoka kijijini, wamekuja na wenyewe kumpokea airport. La ajabu, yule mwanaume hakumsalimia mke wake wala watoto. Alienda kwa mama yake mzazi na wifi zake, dada zake, hivyo wakawakumbatia, wakaimba, hivyo wakamsema yule mwali pale, akabaki na maua yake. Hakuamini kilichotokea. Amekaa siku ya kwanza haelewi, yani amekwenda pale airport, njia ya kurudi nyumbani haikumbuki, yani haelewi ni kitu gani ambacho kimetokea. Usaliti wa namna hiyo. Wiki 2 baadaye anakutana na tangazo kubwa la sherehe ya ndoa. Watu wanamwambia, mume wako bwana amerejea kutoka Marekani, amekuja na kifaa kutoka Marekani na anafunga ndoa, na ameshabadilisha na dini, ameenda dini nyingine ili isiwe tabu.
Yule dada anasema aliposikia hakuamini, lakini kesho yake picha zikatoka za harusi kwenye mitandao na watu wakamforwardia mawifi zake kwa makusudi. Wanaforward picha alafu pale wameweka taarabu, achia ngazi bibi mchuma unaondoka huo. Hiyo ni familia. Huyo kijana alikuwa amepinda kama dawa ya mbu. Aliyemsaidia maisha yake ni huyo binti. Kitambaa cha damu ya mbuzi, usaliti. Unajua, yule dada anasema nilipoangalia, nilipotafakari, kumbe nilikuwa nimewasha jiko, ninapika jiko la gesi, ninapikia watoto wangu. Kumbe nimezimia, nimepoteza fahamu, nimeangukia kwenye chungu, nimeungua, sina habari. Mtoto wangu amekuja, ndiye aliyeniokoa, lakini jiko na mafuta yameniunguza na jiko limeshaungua. Yani hakuna kitu kilichookolewa kwenye ile nyumba, iligeuka kuwa majivu na mimi nikapata majeraha makali ya moto. Majeraha makali ya moto. Nataka nikuulize swali. Una maumivu yoyote uliowahi kusababishiwa na propaganda nyeusi yoyote kwenye maisha ya kwako? Kwenye maisha ya kwako, propaganda nyeusi yoyote kwenye maisha ya kwako? Yule dada alikuwa na makovu, aliuguzwa, alilazwa ICU miezi zaidi ya 10 akiuguzwa majeraha ya moto, na nyumba imeteketea. Watoto wake walichukuliwa na wasamaria wema. Akatoka hospitali baadaye, hana nyumba, hana mahali pa kukaa. Shirika lake alilokuwa anafanyia kazi likamsaidia. Mungu akamsaidia, akashifti kutoka ubalozini, akapata kazi nyingine UN. Kwa hiyo akawa anafanya kazi Umoja wa Mataifa, akawasomesha watoto wake. Alichokifanya Mungu cha ajabu, wale watoto walikuwa wana brain, ni 3. Mungu ni Mungu anayefuta machozi, naye alisema nami nitafuta kila chozi katika macho yenu. Ungempigia Bwana makofi mengi, haleluya. Yupo Mungu anayefunika aibu yetu Bwana. Hata kama wengine wakifikiri wametuaibisha, mikono ya Mungu iliyoshona mavazi ya ngozi ikafunika aibu ya Adam na Hawa. Hiyo mikono ni mikono inayofunika aibu ya kwako leo. Ungempigia Bwana makofi ya shangwe, haleluya. Watoto wake wakawa wanachaguliwa, wanapiganiwa. Mmoja Harvard University, mwingine sijui amesomea Australia. University ambazo zina quality, wanawachukua wale watoto free of charge kwa sababu ya brain. Walikuwa ni watoto wenye akili sana, na Mungu akawasaidia, wakachaguliwa kwenye zile university, wakasoma, wakaendelea mbele. Mungu akawasaidia, wakagraduate. Mungu akawasaidia, wakapata kazi. Hakuna aliyerudi kwenye nchi yake, wengi walifanya kazi huko nje. Na bahati nzuri mama alikuwa pia Umoja wa Mataifa na makovu yake. Watoto wake walimaliza masomo yao. Mmoja alikuwa yuko World Bank na alikuwa Geneva, na kile kilichotokea alimuita mama yake, akamwambia mama, nitatumia gharama yoyote nitengeneze hayo majeraha ya moto ambayo uliyapata kwa ajili yetu. Akamuingiza kwenye surgery, akamtengeneza. Kuna surgery za kukwangua makovu, akamtengeneza. Yule mama akawa a very beautiful girl. Mungu akafuta si tu machozi, akaondoa na makovu yake, kama alivyoahidi kwa kinywa cha nabii Yeremia, akisema maana mimi ni Mungu nitakaye kurudishia afya, na nitakurudishia afya, nitakuponya na majeraha yako yote. Washindi wachache wangesema amina, alafu angempigia Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Watoto wote 3, mwingine Marekani, mwingine huko Uswizi, huko Geneva, mwingine sijui wapi, wote wanafanya kazi huko. Bibi Mungu amemsaidia, watoto wake wamekuja na wajukuu, wameoa, ana maisha. Mimi nilikutana naye akiwa bibi hivyo, ananiambia haya ndio mapito niliyopita kwa sababu ya propaganda nyeusi ambazo mume wangu, baba watoto wangu, alitengeneza mapicha
aliyotengeneza kwenye maisha ya kwangu. Nauliza ni maumivu yapi? Na nikamuuliza na yule baba, najua tena, unajua umbea nao ni mzuri jamani, unajua sometimes. Nikamuuliza na yule baba naye yuko wapi? Nilitaka kujua tu. Maana Biblia inasema hapana amani kwa wabaya, asema Bwana wa mabwana. Hapana amani kwa wabaya. Nataka kujua, hata wewe unataka kujua jamani, kumbe tuko wengi. Nikataka kujua kwani yule baba yuko wapi? Anaambia mchungaji, huwezi kuamini, ni mwezi ule ule alimaliza masuala yake ya ndoa na binti aliyekuja naye, kumbe walikuwa wanakaa wote huko Marekani, wamekuja kufungia ndoa kwenye nchi yao ya nyumbani, na baadaye waliondoka. Alipofika Amsterdam, binti aliruhusiwa kuingia Marekani, yeye alizuiliwa kuingia Marekani. Alikuta ameweka kwenye block list. Unajua kitu gani? Kule kwenye shirika la familia, kwenye kampuni ya familia, kwa mzungu, bibi wa kizungu naye amempenda yule bwana, wakaanza mahusiano. Kwa hiyo alianza mahusiano na huyo kijana ya siri, mume wake hana habari, lakini wazungu wanaga siri kama sisi. Ikafika mahali yule bibi akamwambia, bwana, mimi nina mpango wa kudivorce, nime give up na wewe, naona umezeeka, nimepata kijana kutoka huko Afrika fulani. Yule bwana akasema ambaye ndio CEO mwenye kampuni. Bahati nzuri pia ana influence, ni matajiri wakubwa, mabilionea, ana influence pia na serikali ya Marekani. Kwa hiyo alikwenda kuclaim, alipeleka hoja, alipeleka mashtaka kwamba kuna mtu ambaye ananiibia mke wangu, amemisbehave. Na kule Marekani kumisbehave sio kama huku Tanzania, una misbehave alafu unapongezwa, unaambiwa wewe dume la mbegu. Huku Afrika ukimisbehave unapongezwa, unaambiwa kweli wewe ni mwanaume. Kule sio. Hilo ni jambo baya. Umecheat, umeharibu maisha ya watu. Kwa hiyo akazuiliwa kwamba kwa maisha yake hawezi kurudi kwenda Marekani. Akarudishiwa Amsterdam na ndege iliyokuwa inarudi kwenye nchi yake. Karibu nitamke, Mungu nisaidie. Akarudi nchini, maisha yake akaishia hapo. Yule mama ananiambia baadaye amehangaika kwa maisha, riziki yake ilifungwa, hakuna kitu ambacho amefanya kikatokea tena kwenye maisha yake. Anaambia, navyoongea na wewe leo mchungaji, ni mtu ambaye hana maisha, hata akiendesha mkokoteni hapati mteja. Ana maisha magumu. Nimejaribu hata kumuunganisha na familia, imeshindikana. Yeye mwenyewe hatia alionayo haimruhusu, yuko huko kusikojulikana. Hoja ya tatu, kitambaa cha damu ya mbuzi, ndivyo sivyo chemistry. Kitambaa cha damu ya mbuzi, ndivyo sivyo chemistry. Kuna watu wengi sana leo wana maumivu, misiba, majeraha, magonjwa, hasara, madeni na umaskini uliosababishwa na propaganda nyeusi za familia. Unaweza tena ukaweka hilo bango la maumivu makubwa kama unavyoona. Wapo watu wengi leo wana maumivu makubwa kwenye jamii, watu wengi wana maumivu makubwa. Kila propaganda nyeusi ina mwisho wake hapa duniani. Ushauri wangu tu wa kichungaji kwako, maisha ni halisi, hivyo kuwa halisi na uishi kwenye uhalisia. Ni lazima ukubali kuwa halisi na uishi kwenye uhalisia, na kwa sababu maisha ni halisi. Nimekutana na kisa cha familia moja yenye watoto 9. Familia ina watoto 9, na katika watoto wote 9 mvulana ni mmoja tu, na ndio last born. Dada zake wamesoma, wengine wako hapa, wengine wako nje, wengine wanafanya kazi mashirika makubwa tu, na wakamsomesha mdogo wao last born kwa gharama kubwa. Form 5 na 6 sio shule ngapi, lakini baadaye hatimaye
aliweza kumaliza angalau degree ya kwanza, na dada zake wanampenda na ni mtoto wa pekee, na walitamani afike mahali fulani kwenye elimu na maisha. Lakini hawa dada zake wananiambia ni mwiba tulionao katika familia yetu. Tumemsukuma. Mama yetu aliishia darasa la 4. Ni wale wa mama waliosoma wakafika hapo darasa la 4 wakaishia hapo. Hata hiyo darasa la 7 mama yetu hakufika. Lakini ametulea. Ni mama mpiganaji. Dada mmoja anasema huyu ndugu yetu ametengeneza mapropaganda meusi. Alikuwa ananishuhudia jana, ananiambia kama kuna jambo ambalo tumepata shida kwenye maisha yetu ni mapropaganda meusi ambayo ndugu yetu huyu ametusababishia. Alichokifanya yeye ni kurudi kwenye moyo. Maisha yamemshinda, wamehangaika naye. Kwa hiyo amerudi kwenye mikono ya bibi, mikono ya mama mzazi. Na mama ni mtu mzima. Na amekuwa tapeli, yani hapo ametapeli vitu vingi vya dada zake. Nifungulie mradi sister, unafungua ni milioni si 200 si 300 zimeisha. Nifungulie hiki hapa, nifungulie supermarket. Yani hivyo. Mmoja akasema nilikuwa najenga mchungaji, nikachukua kuanzia hela ya kiwanja milioni 300. Akaniambia kiwanja ni hiki hapa, ukiangalia na bahari unaiona. Nikaona kabisa hapa nyumba inajenga. Nikaanza kutuma hela, yeye yuko Ulaya, yuko Canada. Akaanza kutuma hela, akanunua sijui kitu gani, sijui nyumba iko kwenye msingi, nyumba imepauliwa, nyumba na furniture na kila kitu na makontena. Nikaenda China nikaweka makontena ya furniture, nikaleta kila kitu. Ilipofika Christmas nikaja, nikafika nyumbani, haya hebu nipeleke mdogo wangu kwenye ile nyumba. Hakunaga nyumba iliyowahi kujengwa, na hata yale makontena ya furniture zote ameuza. Halafu namwambia mama anasema mwacheni. Hivi vidole havilingani wanangu. Mnaona mwoshi mioshi wana wako. Shimioshi mshioni. Naona vidole hivi havilingani. Mwacheni. Amefanikiwa kuuwini moyo wa mama. Na hata leo katika familia nyingi kuna watu ambao wanatengeneza mapicha. Maisha yamewashinda mjini, wanarudi kwenda kukua mahaka. Yani ni mahaka wa familia. Ni watu wanaokwenda kuteka mioyo ya wazazi kwa hila, kwa uongo, kwa kutengeneza haya mapropaganda meusi. Mama, unajua ni kwa sababu mimi sikufanikiwaga. Mama, ni kwa sababu mimi sikupata. Mama, ni kwa sababu unanyanyasika. Na mama anawaona wote ni watoto wake. Hawezi kumtupa hata mmoja. Kwa hiyo ameushika moyo wa mama yake. Anasema tukileta gari kwa ajili ya mama, family car, mchungaji, tumenunua zaidi ya magari 10 na ameyauza yote. Na bado mama anasema mwacheni, hamtalingana wote. Hichi ndio kilema changu Mungu alinipa. Mama ameshakiita ni kilema chake ambacho Mungu alimpa. Mwacheni. Dada zake wako hai. Amezaa, anasema mchungaji, tuna watoto 11 wa huyu kaka yetu. Kila mtoto na mama yake. Na wengine tumewachukua tu, wako shule tunawasomesha. Hajui mtoto daftari, hajui mtoto begi, hajui mtoto hajui chochote. Ni sisi tunashughulika na watoto wake. Atulie basi. Ameenda kujishika na moyo wa mama yetu. Sasa hapo huwezi kumtenganisha mama, kwa sababu kila ukimpelekea mama hela, yeye ndiye anamwambia njoo soma meku. Kiambia tinga warika, ni shilingi ngapi wametuma? Anasoma. Anasoma. Akisoma anaweza akamsomea uongo, anaweza akamsomea ukweli, anaweza akamchukulia. Hapo akimaliza amepanga kutoka. Mama mimi naumwa, mama mimi hivyo. Anafuji even ripoti za uongo za madaktari. Anaambia mama, waambie watoto wako mimi naumwa. Mama, mimi nimeenda kupimwa, nimeambiwa roho imetoboka. Umeshaona roho imetoboka? Moyo umetoboka wote. Mama, karibu naondoka. Mama anasema, nimesema mumpeleke hospitali. Nikamwambia, kwa nini msimchukue mama yenu? Pelekeni. Wewe unakaa sijui wapi Canada. Peleke mama yako kakae nayo. Asema mchungaji, tulimpeleka mama yetu. Ndugu yetu wengine wako Marekani, mimi niko Canada, wengine wako South Africa. Tulimchukua mama tukasema tunampeleka. Mama hali. Yani akijua tu kwamba Canada kumepambazuka na yule mtoto wake anapiga simu. Na lazima mama apokee. Unasemaje mwanangu? Mama, nimelazwa hospitali. Mama, ninakufa. Ukirudi hutanikuta. Mama hali. Mama hanywi. Mama halali. Anasema nirudisheni. Ngibire naka ngechepa. Ngibire ngimreamvya umsi. Nirudisheni. Propaganda nyeusi amejishikilia kwenye moyo wa mama
na hatima ya mama. Akaniambia, mchungaji, mpaka sasa sisi hatujaelewa tunafanya nini. Yaani hatujaelewa huyu tunamfanya kitu gani au tunasema nini. Propaganda nyeusi. Wapendwa mabibi na mabwana, asubuhi ya leo nachoweza kusema, nataka niseme Mungu ambaye ametupa familia ni mahali pa kuishi. Kwanza tuheshimu familia, lakini pia lazima tuone namna gani tunaweza tukatoka kwenye mapropaganda meusi ambayo wakati mwingine anatengenezwa. Ndio maana nimesema ndivyo sivyo. Kanzu, kitambaa cha damu ya mbuzi, ndivyo sivyo, ambayo ni chemistry inayotengeneza matukio na picha ambazo sio halisi. Paka sasa nataka nikuulize, kwenye familia yako kukoje? Lakini mabibi na mabwana, maisha ni marefu kuliko misimu. Life is longer than a season. Life is longer than a season. Maisha ni marefu kuliko msimu. Wale watu ambao wako kwenye familia ni wapigaji wa kujificha kwenye misimu, waelewe tu ya kwamba maisha ni marefu kuliko msimu. Msimu unapita, lakini maisha ni marefu. Kama inavyoonekana, bado una safari ndefu ya maisha. Ni maombi yangu kama mchungaji kusema hivi: Mungu akupe neema ya kupambanua katika maisha ya kwako. Mabibi na mabwana, haya mapicha yanayotengenezwa ya propaganda nyeusi si tu yapo kwenye familia, yanatoka kwenye familia, yanakuja kwenye jamii, yanakuja kwenye nchi, yanakuja kwenye taifa. Propaganda nyeusi ambazo zimesababisha dunia leo haina amani. Ninatangaza katika madhabahu hii, acha kulia. Hicho ni kitambaa cha damu ya mbuzi. Kile ambacho unalia, kile ambacho unaomboleza, kile ambacho unaona mateso, ninasimama kwenye madhabahu hii, ninasema hicho ni kitambaa cha damu ya mbuzi. Mungu aliyemfuta Yakobo machozi na akufute tena. Yusufu wako angali hai. Oh my God, oh my God. Ungempigia Jehova na makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Yusufu wako angali. Mabibi na mabwana, inamaliza kwa kusema propaganda nyeusi za familia au family black propaganda ndiyo habari ya mjini. Kwa hiyo ukionana na mtu kwenye familia, hata mimi nilikuwa namwambia mwanangu, nafikiri Tumaini au Lucas jana, nikawa naongeana na bwana, hebu niondoleeni, ni watoto wangu, lakini mapropaganda meusi niondoleeni mwenzenu. Mie na mpango, kuna mahali ninaenda. Hata Henry nimemwambia propaganda nyeusi dogo sio hapa. Hiyo ni season imepita. Mara hii nimeshapita shule ya propaganda nyeusi. Mambo ya kutapeliana kwenye familia, hiyo habari haipo. Propaganda nyeusi, family black propaganda ndio habari ya mjini, lakini ndio habari iliyokosesha dunia amani. Propaganda nyeusi ndio habari iliyokosesha dunia amani na kuacha majeraha na chuki na wivu na hasira na vinyongo na visasi na ulemavu na maumivu na mauti na sonona na trauma katika maisha ya watu walio wengi. Mungu wa neema atupe uponyaji wa ndani. Tumsifu Yesu Kristo. Wiki hii ni wiki ya kuombea familia. Najua Ijumaa tutakuwa na maombi maalum, lakini pray for your family. Lakini pia ombea majeraha ya moto yaliyoko ndani yako ambayo yamesababishwa na propaganda nyeusi yoyote, ndani ya familia, kwenye jamii unayoishi, kwenye nchi unayoishi au mahali popote. Ombea na upone yale majeraha. Hakikisha unapata inner healing, uponyaji wa ndani kwenye maisha ya kwako. Inua mikono yako juu, funga macho yako, omba na ujiombee binafsi. Rudia maneno haya pamoja nami. Sema: Bwana Yesu, wewe ni Mungu unayeponya na kurehemu. Wewe si mwanadamu na unaaminiwa kiwango cha kuaminiwa. Nasi tunakuadhimisha Jehova. Umesema kwa kinywa cha nabii Yeremia, maana utaniponya na majeraha yangu yote, nao utanirudishia afya. Ninaomba hivi leo, Bwana, unirudishie afya ya mtumishi wako, uyaponye na majeraha yangu yote ya ndani na ya nje. Nasimama kinyume na maumivu ya kila namna,
ambaye ameshikilia maisha yangu kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Pasaka. Ninainua na familia yetu, familia yangu madhabahuni pako. Ninakataa propaganda nyeusi na kila hila na maumivu ya kutengeneza yaliyopo katika familia hii. Maroho yote ya laana ninayakataa kwa damu ya Yesu. Jehova, ninainua familia yetu na watoto wangu wote kwa majina yao, ninawafunika na damu ya Yesu. Ninaiombea familia hii kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu inua sauti yako kwa dakika chache. Inua tu sauti yako kwa dakika chache. Baba, katika jina la Yesu, ninainua mikono yangu ya kichungaji. Tazama, nimewabariki watoto wako asubuhi ya leo. Ninaziombea familia zote, Bwana, ambazo zimeisikia sauti hii. Wale ambao wanapitia mahali pagumu, mahali ambako hawana amani. Kila propaganda nyeusi iliyotengenezwa katika familia ikaleta majeraha, ikaleta maumivu, ikaondoa amani katika familia, katika jamii, katika nchi na duniani kote. Baba, ninasimama madhabahuni pako, ninawafunika watoto wako hawa kwa damu ya Yesu. Baba, wale ambao wameumizwa, wanatembea na chuki na wivu, wanatembea na chuki na hasira na kinyongo na kisasi na maumivu ya mauti ndani yao, wana majeraha ya moto, waliojeruhika kwenye familia hii, Baba, ninaomba uwarudishie afya, uwaponye na majeraha yao yote. Pokea uzima, rudishiwa afya, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu inenayo mema. Baba, uwabariki watoto wako, na mimi ninawafunika watoto wako hawa. Ninaiombea nyumba hii, na uombea uzao wa tumbo la huyu mwanamke. Ninaliombea hili boma, Bwana. Ninaiombea familia hii, maroho yote ya mapicha ya kuzimu, kila aina propaganda nyeusi, kila hila, kila mamlaka za giza, kila mamlaka za kuzimu, ninavunja maroho yote ya giza katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninamfunika kila mmoja na ninamwachilia saa hii. Ninaombea wafanyakazi wote wanapokwenda kwenye ofisi zao, mahali ambako wanafanya kazi, mapropaganda meusi yaliyoleta fitina kazini, yaliyoleta maumivu kazini, Baba, ninavunja hayo mapropaganda meusi, ninayafuta na kuyabatilisha. Asante Yesu, maana utawapigania watoto wako na kuwashindia. Baba, ninaomba sasa uzikubali dhabihu na sadaka tunazoleta madhabahuni pako. Wewe Mungu uliyempa Yakobo furaha, ninaomba nasi utupe furaha kwa dhabihu na sadaka hii. Ukomeshe mapropaganda meusi yanayoleta misiba na maumivu katika mioyo ya watu wako. Utubariki Mungu Mwenyezi, sasa na daima. Amen. Inamisheni vichwa vyenu, pokeeni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Na Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya.